Naam, karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nina ripoti kutokea hapa katika tawi la Mpira Pesa maeneo ya Mikumi jijini Dar es Salaam. Na mbele yangu unayemuona ni Shabani Mpira Pesa. Tunakwenda kuyaangazia yale mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu Shabani, uko poa? Niko poa, nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Nimeamka na furaha. Kwanza ni Jumatano tulivu, lakini la pili na furaha ya timu yangu ya Tanzania kuweka rekodi ya kwenda katika hatua inayofuata na kwa kupata sare mbele ya kigogo. Maana yake unapozungumzia Tunisia sio taifa dogo kimpira. Kwa hiyo ni wapongeze wachezaji, na kwa upande wangu nimefurahi. Kongole Tanzania huko kote walipokuwepo nchini Morocco kwa kutuwezesha timu ya taifa ya Tanzania kufuzu katika hatua ya 16 bora. Ndugu yangu, mambo ni mengi kweli kweli yanaendelea kuhusiana na sajili mbalimbali za klabu ya soka ya Simba na huku kwengineko kwa majirani zenu. Vipi? Nianzie wapi ndugu yangu? Mimi napenda unioji mambo yangu ya Simba. Yale nayajua nitazungumza. Sababu na kawaida moja sipendi kusema kitu ambacho sina uwezo nacho wa kuzungumza. Lakini nadhani kuna mapungufu kwenye timu yetu, na nadhani benchi letu la ufundi limeongezewa nguvu. Tumeona mwalimu mkuu, tumeona mwalimu wa makipa, tumeona mwalimu wa viungo pamoja na msoma mchezo. Kwa hiyo nguvu iliongezeka, sio ndogo, na uhakika kabisa kwa nguvu ile kuna kitu kitabadilika, sababu wamekuja watu wapya na sio watu wepesi, watu wa nguvu. Lakini hata katika usajili nadhani kuna kasoro ambazo zinaonekana. Walimu wote wanaangalia ligi ya Tanzania. Kwa hiyo hata mwalimu alokuja nadhani ni kutoka South Africa anajua kabisa kwamba Simba tutakuwa tuna mapungufu gani, na kwa sababu kuna watu ambao kawakuta watamwambia kwamba hapa kulikuwa kuna mtu analikava hivi na hivi, lakini ana majeruhi au hapa kaondoka mtu. Kwa hiyo mwalimu atajua tujazie nani na nani ili tuweze kufanya vizuri. Pengine maingizo mapya ya benchi la ufundi, mnadhani kuna kitu kinakwenda kuboresheka ndani ya management nzima ya Simba Sports Club, nikiwa na maana eneo la benchi la ufundi? Benchi la ufundi naweza kusema limebadilika kwa mabadiliko makubwa, kwa sababu sehemu zote muhimu wamekuja watu wapya. Kocha mkuu amekuja mpya, kocha wa viungo amekuja mpya, kocha wa magolikipa kaja mwingine ambaye yule wa mwanzo aliondoka, lakini kuna yule msoma mchezo. Na maana hilo lote ni benchi. Wengine mameneja sio nani wamebaki, lakini ukizungumzia benchi likamilike lazima kuwe na makocha hao watatu muhimu: kocha mkuu, kocha wa viungo na kocha wa magolikipa. Kwa hiyo hao wote wamekuja. Naweza nikasema benchi lile ni jipya kwa sababu nguvu iliyoingia ni mpya ya watu zaidi ya watatu ambao wao ndo wanatengeneza benchi la ufundi. Kwa hiyo katika hili mimi sina doubt sana. Tunachohitaji wana Simba wakija tuwape ushirikiano. Tusilete propaganda na maneno ya hapa na pale. Maana kuna maneno mengi yanasemwa mpaka mwalimu anapoteza timing ya kuandaa kikosi chake. Sisi wana Simba kazi yetu kusupport kila ambacho kinachofanyika kwenye timu yetu. Mimi nadhani na support hili, na niwapongeze viongozi wangu kwa kuona mbali, kumchukua mwalimu ambaye wamemtafakari na wakajua atatuvusha kutoka hapa kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo benchi letu naweza nikasema linaweza likaongeza chachu fulani katika ushindani kwenye mechi zetu za ligi pamoja na klabu bingwa. Mnatoka hapa mnaelekea kwenye michuano ya Mapinduzi. Mnadhani kwamba huenda ndo kipimo sahihi cha Simba Sports Club pamoja na mwalimu kwenda kuangalia ni maboresho namna gani aende kuyafanya ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, huku anatarajiwa kurudi kwenye michuano ya kimataifa tarehe 28 29 hivi dhidi ya Esperance de Tunis? Mashindano ya Mapinduzi naweza nikasema yamekuja wakati sahihi, kwa sababu Simba amebadilisha benchi la ufundi na mwalimu kuna baadhi ya vitu labda havielewi kwenye timu yake. Hata kama kuna mwalimu msaidizi ambaye kuna vitu anaweza akamwambia imekuwa hivi na hivi, lakini atakapoona wachezaji wanacheza nadhani itasaidia. Lakini imekuwa faida zaidi kwa sababu hata wale wachezaji ambao walikuwa hawachezi wanakaa benchi, mwalimu atawaona wote uwezo wao na wakoje na wajue atawasaidiaje. Sababu nadhani kwenye timu za taifa tuna kama wachezaji 10 hivi ambao wameenda kwenye timu za taifa. Kwa hiyo nadhani wale wachezaji walobaki mwalimu kuna kitu atatengeneza. Kwa hiyo mashindano haya yametupa mwelekeo upande fulani kuhakikisha tunapata kikosi ambacho mwalimu mpya atajua mchezaji huyu hata akikaa benchi au huyu anaweza akaenda kuanza kwenye kikosi changu na faida akanipa. Kwa hiyo mimi mashindano haya kwetu sisi Simba yana faida yake. Bwana,
Simba Sports Club kuna katika dirisha kubwa la usajili, kuna baadhi ya timu walikuwa wakizani ndiye, kumbe sie wao, majirani zenu wakaenda kuwachukua, na sasa inasemekana huenda wakatolewa kwa mkopo kuelekea timu moja hapa nchini Tanzania. Vipi, sajili zao ziliwashtua watu wakacheza mpaka chesi? Ujue mpira ni mchezo wa wazi, na mara nyingi mpira wa Tanzania wengi wanapenda sana kuzungumza, wanaleta siasa kwenye mpira, wanaleta siasa kwenye mpira, na watu wengi wanapenda wasifiwe kwa sababu kuna kitu walikifanya kwa majority ya kujitengenezea yeye mazingira ya maisha yake ya baadaye au apate riziki. Watanzania asilimia kubwa wanapenda mpira. Sasa kuna watu washagundua kwamba wanapenda mpira, wanapenyeza uongo wao ili onekane wao waonekane wanathamani zaidi, lakini mara nyingi kwenye ukweli uongo ujitenga. Na hapa nadhani sasa ndo Watanzania kuna vitu wanavielewa kwamba kuna watu wanatengeneza watu waonekane wao ni bora, kumbe wana mipango yao mingine. Na nazungumza hili kwa sababu watu walitengenezwa wapambe sajili za timu fulani zionekane bora, na kila mchezaji anayechukuliwa aonekane kama kapolwa kutoka kwenye timu fulani ambayo na yenyewe ni kubwa, na hili linakuja kujidhihirisha kwamba kuna watu walitengenezwa. Na ndo sasa hivi wachezaji waliosema wamepola wote magalasa. Na mimi nazungumza kila siku hili swala, usiwe na mipango yako nje ya mpira ukatuletea katika mpira. Kama unatafuta maisha mengine ya kutafuta riziki kwenye mpira, basi fanya mipango ya mpira ili watu wakusifia kwenye mpira, lakini usifanye vitendo vya nje ya mpira ukatengeneza watu watengeneze uongo. Hamna kitu kibaya kama uongo. Leo wachezaji waliowasajili karibia 5 wote zero. Wamesajili Kouma, amesema wametupola. Wamesajili Conte, wamesema wametupola. Yule Dumbia amecheza Ulaya, mchezaji mzuri, amecheza Ulaya. Mchezaji anaonekana sura yake haina rutuba kabisa. Mtu mzee yule amecheza Ulaya wapi? Sura imekosa rutuba, haina afya, haina chochote. Unatuambia yule kijana wakati anaonekana kama yule mtu kabisa kachoka, sura yake ngumu kabisa, mtu mzima. Sawa kabisa. Kwani Ulaya kitu gani? Kuna wachezaji wanacheza Ulaya na wakija Bongo wanafeli. Juzi tumeona hapa yule Baka kamkaba mtu za ligi ya Ulaya. Anacheza Ulaya, Uturuki. Nadir Harubu Kanavalo alicheza na Didier Drogba, tena Drogba wa moto, so hajajua sasa. Kwa hiyo mtu anaona kama Ulaya kama wanababaika. Na mimi niwaambie waache ushamba kwa babaika. Wamezoa magalasa haya, wamechukua yule ndo Guacha linakimbia ovyo tu, na yeye si anataka kumtoa mkopo. Sisi hatujachukua wachezaji kwa kubahatisha. Sisi tumechukua wachezaji ambao tunajua watakuja kutupa faida kwa timu yetu. Leo kuna vifiti na tu vidogo, lakini leo amna mwana Simba au Mtanzania yote anayejua mpira atakemkataa Alassane Maodo Kante. Hakuna Mtanzania yoyote anayejua mpira acha Simba atakemkataa Alassane Maodo Kante. Hakuna Mtanzania yoyote atakemkataa Jonathan Soa. Hakuna. Huo ndio ukweli. Soa leo umeona kazi anayoifanya. Watu wanazungumza tu maneno propaganda, lakini Soa yule watu wamtengeneza. Lakini katika mtu ambaye ni hatari, na kila klabu inahitaji huduma ya Jonathan Soa, hakuna klabu ambayo inahitaji huduma ya Soa. Huo ndio ukweli. Sasa sisi hatujasajili ili mradi kumfanya kiongozi asifiwe sana, apambwe, akapate kazi ya ujumbe ndio FIFA. Sisi hatutaki ujumbe ndio. Sisi tunachohitaji timu yetu iende vizuri. Wachezaji ndio wasajili asilimia kubwa wote ni bora. Mohamed bin Jaba nadhani amefika hapa kapata injury, lakini kazi yake muonekana. Kuna wachezaji wameombewa mpaka makanisani na masikitini ndio wamepata kufunga. Mohamed bin Jaba ameingia kwenye Simba, ametoka injury kafunga goli. Kuna watu wameombea, watu wanalia, watu wanachanga hela uwanjani, watu wanapata na ndo kafunga goli. Sasa mpaka ufanywe na maombezi, huu ni mtihani. Sasa mimi niwaambie ndugu zetu, hata katika usajili huu nimesikia wameanza tena propaganda zile. Okelo tumepola, watu walikuwa wamemtaka. Simba tuna zaidi ya Okelo, tunao zaidi ya watatu zaidi ya Okelo, wanakuja dirisha dogo, wapo kwenye Simba Sports Club, uwezo wao zaidi ya Okelo, na wamebeba Simba mabegani. Hapo
unamzungumzia nani? Wapo wengi. Mawings wote wa Simba zaidi ya Okello. Uganda hamna wachezaji, timu bovu umeona. Ndio maana Okello anaanza. Hata hivyo kuna timu Okello anaanzia benchi. Sasa Okello timu mbovu kama Uganda anaanzia benchi, kuna kitu huko. Leo mnambeza Okello. Okello sio tunambeza. Mchezaji mzuri kwao. Sio kwa Simba Sports Club. Mchezaji mzuri? Hala ni Okello mzuri kwao, sio kwa Simba Sports Club. Mimi nikwambie kitu, sema Simba ina wachezaji bora tu. Leo labda Chasambi mweke na Okello kwenye mechi moja tu ya maamuzi, Chasambi anakuwa bora zaidi ya Okello. Leo mweke labda Chasambi. Timu ya taifa Tanzania huku winga Ladaki, timu ya taifa Uganda huku winga Okello, labda Chasambi anakuwa bora zaidi ya Okello. Nazungumzia vitu ambavyo vipo. Starboy kwao kwenye Viper. Tena timu ndogo ya Uganda. Vipers. Alienda nje mara 2 mara 3 kafeli. Uongo? Kijana mdogo lakini kafeli. Wadogo wangapi ambao wametoka mpaka leo hajarudi? Kevin John mdogo zaidi ya Okello inawezekana. Karudi Tanzania. Hachezi Ulaya. Kwani Okello yeye hajataka kubaki? Kwa nini kaudi tena kula ndizi zenye maji mengi Uganda kule pamoja na nyama na samaki? Kwani Ulaya hataki kwenda? Kwa hiyo mimi nawaambia Tanzania wasibeze watu. Mimi naenda nikakwambia saa nyingine Joshua Budo Mutale zaidi ya Okello. Yes. Joshua Budo Mutale zaidi ya Okello. Shughuli ya Budo kuna mtu asiyejua. Tuna kaida moja. Waga tunadharau kitu tunapokuwa nacho. Kikitoka ndo watu wanakithamini. Leo kuna watu walikuwa wanambeta Chamalon Fondo. Leo wanamsifia Chamalon Fondo kwa sababu kacheza timu ya taifa Kameruni. Mimi siko hivyo, mimi nazungumza mpira. Mimi najua uwezo wa mtu. Chamalon Fondo mimi nilikuwa namzungumzia vizuri, ila nilichokuwa namsii Chamalon kuna baadhi ya vitu labda sangine maana mpira Tanzania kushawishiana. Chamalon Fondo kiwango chake watu walikidharau kwa sababu Chamalon labda kuna vitu tu watu walimpitishia katikati rushwa hizi hazina msingi. Lakini Chamalon Fondo ni bonge la beki na kuna watu walisema yule hana lolote. Haya Chamalon Fondo leo anatoanga national team ya Cameroon. Leo mchukue Joshua Budo, watu sio wanamdharau. Mtie Budo kwenye mashindano yale, mtafutie timu yote afu mchomeke pale Budo uone kazi yake. Sio Zambia, timu yote mchomeke anacheza Budo Mutale. Kwani ngoja, Budo na yule Diallo wana tofauti gani? Ile Diallo wa Ivory Coast. Wana tofauti gani? Au sababu Diallo anacheza Manchester United, Budo anacheza Simba. Sababu watu ujue watu wataki kuamini vitu wanavyofanya Budo. Budo tunacheza finali Zanzibar. Finali ya kombe la shirikisho. Budo kawa nani katika ile finali? Sio mchezaji bora wa mechi. Kuna kiungo alikuwa anasifiwa Budo alikuwa. Tena yeye winga lakini alimwadibia yule kiungo mpaka kila kitu kiliharibika. Au uongo? Yes, nani Budo Mutale huyo? SGR hatari sana. Sasa leo watu wamepata Okello washaanza kusema tumempola Simba. Wachezaji wa Simba wako Simba. Wachezaji wa Simba wako Viper jamani. Tuache ushamba. Tuache kulubuniwa. Kwa nini unalubuniwa kama mtoto wa shule? Unatongola kwa chipsi kuku na ngata kidole. Sisi Simba tungate kidole, sisi tunachukua vyuma. Ala ni Okello nyie kama mmemchukua nyinyi. Sisi hatulubuniwi kwa stori hizo na mambo watu tulishapita huko, si hatupo. Tukitaka mchezaji hiyo ni siri yetu. Dirisha dogo si hili. Ushasikia Simba na Babwaja? Wao washasajili karibu 10 mpaka sasa hivi. Wamechukua mchezaji kutoka wapi? Wamechukua mchezaji kutoka karibia 10, uongo. Yule mkata umeme wa TRA. Simba wako kimya. Na yule mtoto anatamba. Kazi yake mpira. Mimi timu iliyokuwa na kwenye mapenzi nayo. Mimi ndio timu ya kwenye maisha yangu. Maisha yako wewe na wazazi wako na wewe. Hamna maisha ya timu. Haya leo umeenda watu wenyewe wana shukrani, wameenda kukuacha. Kwa hiyo timu ya maisha yako hiyo, wengine wasikusajili au? Tumia akili mchezaji wa Tanzania. Mtanzania yule. Sasa mbona akili zake ziko chini sana? Kumbe kasoma Mbagala. Makonde nini? Inawezekana ndugu yangu wewe. Maana bana sie naye tutaimu wale wa Makonde wengine kama wajielewi. Wewe tukusema hii timu ya maisha yangu, hamna timu ya maisha yako kwenye mpira. Habari za timu ya maisha yako hamna, fanya kazi. Sema mimi kiu yangu ilikuwa ni kucheza mpira kwenye timu kubwa. Nimecheza na shukuru nitapambana. Si ndio hivyo? Wewe kusema hii timu ya maisha yangu, haya timu imekuacha. Utaenda kwenye timu ya maisha yako ya nani? Shangazi yako nyumbani.
Maki timu zingine watakuona wewe mnafiki au uongo. Kwa hiyo tujirekebishe. Mimi niwaambie kama wao wanasajili wasitumie nguzo ya klabu ya Simba kwamba wao wamepola au wamesajili watu waliokuwa bora. Mpaka leo nguzo walizotumia wachezaji watano wote 0-0-0 wamefeli 0. Yaani giza mpaka anawapeleka mkopo. Na kwa nini kila mchezaji wakitaka kumsajili wanahusishwa na Simba? Simba ndo brand bro. Hakuna brand yoyote zaidi ya klabu ya Simba. Hakuna brand. Unapotaja Simba na maana unamtaja mwanaume wa Sekafa. Yeye ndo mwamba yes. Simba Sports Club. Hakuna mwanaume lijali katika Sekafa hii kama Simba Sports Club. Yeye ndo top na number 1. Unapotaja Simba Sports Club, yeye ndo number 5 Afrika. Nimeona kuna rekodi zao zile za mitandao zile. Yes, anaongoza. Kuna rekodi za mpira. Si hatufuati rekodi za mitandao. Rekodi za mitandao hata mimi naweza nikafungua blog yangu sawa nikatengeneza kwamba Azam ndo namba 1 Afrika. Hiyo ya vichocholoni. Sawa. Hiyo ya vichocholoni. Si tunazungumzia yenyewe. Yenyewe Simba namba 5. Yenyewe Simba Sekafa namba 1. Sasa kwa nini si tuwe malijali alafu mtu mwingine si aje aongeongee sema neno gani? Kwa hiyo mimi niwaambie ndugu zetu, wasajili wachezaji wanaowasajili wasimuangalie Simba. Simba ni klabu kubwa sana. Simba ni klabu ambayo ndio mifano kwa kila jambo. Nimeona watu wanatolea mifano. Wanabeza Simba na wanasifia Yanga kwenye timu yetu ya taifa. Kwanza mimi naomba Watanzania tutoe huo ujinga. Mimi naita ujinga. Mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania ni Gamondi. Yeye ndo ana mifumo yake. Yeye ndo anajua nani amtumie timu ipate matokeo. Watanzania hatuna Simba, hatuna Yanga, hatuna Azam, hatuna sigara wala sigareti wala nini. Timu yetu ni timu yetu ya Tanzania. Tanzania ikishinda tumeshinda Tanzania. Isifikie wakati tukatengeneza mazingira tukawavunja nguvu wachezaji waliokuwa Misri. Tuache huo ushamba. Leo waliokuwa Moroko. Leo mimi hata wakicheza wachezaji wa Azam wote timu ya taifa ikishinda mimi nafurahi. Sizungumzii Simba. Sizungumzii Azam, sizungumzii Yanga wala Pamba. Mimi nazungumzia national team ya Tanzania. Mimi ni Mtanzania bro. Mimi baba yangu na mama yangu hamna sehemu niliposhare, wamekutana kijijini. Wote Chinga boy. Mimi Makonde asili. Sijachanganya kokote. Mimi Mtanzania asili. Au kabila la Makonde linatoka nje ya Tanzania. Mimi ni asili. Kwa hiyo mimi ni Mtanzania. Mchezaji yoyote atakayevujisha jasho lake kwa sababu ya nchi yetu, mimi wa kwangu. Sina ushamba kupondea wachezaji. Leo nimeona watu wanatengeneza hii ndio beki ya Yanga hii. Hii ndio watu hatari. Hii si ndio beki ya timu gani? Waache hivyo vitu. Wanashusha morali ya wachezaji katika kupambania timu ya taifa kwa sababu unavyowasifia wale, kuna mtu anafanya kazi mpaka wale mabeki na wao wanafanya kazi rahisi. Saa nyingine sio Yanga. Namba 6 timu ya Tanzania Yanga. Kama tupofanya kazi mzuri mabeki nao hapwai. Waache hivyo vitu. Waache huo ushamba. Huo ni ushamba. Huo ni ushamba uliopitiliza. Timu ya taifa ni ya taifa ya timu zote. Leo timu ya taifa imeshinda mpaka timu za ligi daraja la 4 zimeshiriki ushindi wa timu ya taifa. Sio Simba na Yanga tu. Nimeona watu wanaifa kuweka beki zao, si wengine wanasifia hivi. Gamondi ndo anajua amweke nani ampe matokeo. Aliyowapanga Gamondi nimwambie Gamondi, mimi sio muumini au sio mshabiki wa Gamondi. Nizungumza ukweli. Gamondi mimi katika ndani yangu mimi si mkubali, nisema ukweli. Lakini katika hili nampongeza. Nampongeza, amefanya timu yetu imevunja rekodi ambayo mimi nasema haijawahi kuwekwa hivyo rekodi. Kuna maneno mengi alisema hapa katikati kutokana na mambo yetu ya Kiswahili. Lakini Gamondi lazima tumpe max zake, lakini hata wachezaji wetu wa timu ya taifa Tanzania wote lazima wao wawe kongole. Kuna mchezaji kaanza mle ndani, lakini support yake iko kwenye benchi kwa mchezaji mwenzie kwamba baba kaza. Hapa sisi tumebeba nchi. Hapa sisi tumebeba Watanzania wengi. Hapa sisi saa nyingine yule anacheza kwa sababu ya morali ya mtu aliyokuwa kwenye benchi, ndio mpira ulivyo. Na ndio maana timu inakuwa kuanzia kwenye benchi mpaka wanapocheza. Leo timu inavyocheza pale, wachezaji wa Tanzania wote wanasimama, wanawasupport wenzao waliokuwa uwanjani. Wewe mshabiki ushakula ugali na maharage ambayo hayana nazo umeweka mafuta, unaenda kuwagawa wachezaji. Tusiwagawe wachezaji wetu. Tusiwagawe wachezaji wetu. Tusigawe benchi la ufundi. Na wala tusigawe viongozi wetu wa kwenye mpira. Kama una mipango yako huko,
leo kiongozi wa kwenye mpira yoyote, awe wa Simba, awe wa Yanga au wa Azam, kwenye timu ya taifa wote tunakuwa kitu hiko kimoja. Leo hata wachezaji wa Simba wasipocheza, hata wachezaji wa Yanga wasipocheza, hata wachezaji wa Azam wasipocheza, timu ya taifa ikicheza, maana imecheza Tanzania, hajacheza Yanga wala Simba. Hapo kuna mtu namsema. Nasema kuna watu wafanya mambo ya ovyo, mimi sipendi. Nizungumze ukweli, mimi napenda mpira. Jana nimefurahi timu yangu ya Tanzania imekwenda hatua inayofuata. Na hapa sasa hivi tuko kwenye dua na mipango ya kuhakikisha tunaomba Mwenyezi Mungu wetu timu yetu dhidi ya Morocco tupate matokeo, tufuzu kwenda hatua inayofuata, mechi ngumu. Lakini leo kuna watu wanazungumza kwamba hiyo timu bora itolewe, hiyo timu hiyo wamejaa sui Mayanga, hiyo timu mimi hivyo vitu wangu hapana. Mimi ni Mtanzania na napenda timu yangu ya Tanzania ipate matokeo, na nitakuwa Mtanzania mpaka maisha yangu naingia kaburini. Mimi ni Mtanzania na nitasupport timu ya taifa ya Tanzania. Leo niwaambie wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, tuko pamoja na wao na tutahakikisha tuna support hata kama tuko mbali na wao, na tutapambana kuhakikisha kile tunachokiweza kukifanya tutakifanya, tupate matokeo. Sisi ni Watanzania kutoka kwenye damu. Ndio maana leo asubuhi tu nimeandaa jezi yangu ya taifa ya Tanzania, nimeivaa na ninatembea kwa kujinafasi, na hapa nilipo hii jezi toka nimeivaa, wallahi nashiba, najisikia kunywa maji tu, hata chakula si kwa lile goli la Faisal Salum Fei mtoto alilofunga. Limenifurahisha sana, yani mtu mmoja bado yule mtoto hatari. Yule mtoto si tumemkosa, ndio hivyo Azam bwana ametuwekea vigingi ndio kama hivyo, lakini yule mtoto hatari. Bwana shukrani sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Mungu ijalie Tanzania, Mungu ibariki timu yetu ya Tanzania, Mungu abariki wachezaji wote na benchi la ufundi na mzee wangu, kamanda wangu aliongozana na timu, naibu waziri namba 3 wa michezo Paul Makonda. Najua alipokuwa yeye mzee Makonda hamna linaloharibika, na uhakika mzee Makonda kuna kitu atawaambia wale wachezaji. Wallahi siku ya Morocco kila mtu ataishangaa Tanzania itakapopata matokeo chini ya Paulo Makonda. Bwana, neno moja kwa Julie. Awe mzalendo. Uzalendo ndio unaotakiwa. Kuna maisha. Alafu kuna kazi, kuna baadaye hakutokuwa na kazi. Ukiwa kwenye dunia hii, ukijua kuna maisha, kuna kazi, kuna maisha afu baadaye itakuwa hamna maisha, maana utakufa. Alafu kuna kazi, alafu kuna baadaye kutakuwa hamna kazi, na maana utakaa bila kazi. Ukishavijua hivyo vitu tu na ujue kuna kupata na kukosa, ukivijua hivyo tu basi utakuwa Mtanzania halisi kama sisi. Tumwambie mzee wangu Julio aiombee kila laheri timu yetu ya taifa ya Tanzania, na yeye ashawe kuwa mwalimu, na yeye ni mwalimu mkubwa sana katika nchi hii, na heshima yake ipo. Hamna mtu asotambua heshima ya Jamhuri wewe Julio alilozungumza. Kama alilizungumza aliteleza, aombe radhi wa Tanzania wote, ila wa Tanzania all the best kwa timu yetu ya timu ya taifa ya Tanzania kuliko binadamu wa kawaida yoyote. Tunaipenda nchi yetu na tunaipenda Tanzania yetu, na tumwambie Gamondi tuko pamoja na yeye, na tumefurahia neno lake la kusema mechi ya jana ya kwenda hatua inayofuata ni kufuta machozi kwa wale waliopoteza maisha na waliopoteza ndugu zao siku ya tarehe 29. Na sisi tumwambie Gamondi ni Mwargentina, lakini ni mtu ambaye ana mahaba na nchi yetu, ndio maana akazungumza maneno yale. Kulikuwa kuna mengi ya kusema, zawadi ile labda ende kwa mtoto wake, familia yake, lakini anajua Watanzania asili yetu na anatupenda Watanzania. Kwa hiyo hata si Watanzania, ndugu yangu, baba yangu, mzee wangu, mwalimu bora, mchezaji amecheza katika viwango vya juu, Jamhuri Kiwelu Julio, mzee wangu, wewe Mtanzania halisi. Kesho na kesho kutwa unaweza kurudi tena hapo, ilo jahazi ilipo na uko kwenye mpira. Tunakuomba na wewe iombee timu yetu ya Tanzania iweze kufanya vizuri. Hakika Tanzania ni wamoja, hakika timu yetu ya taifa ni moja. Shukrani sana. Nashukuru sana.